Kwa pili wa nyimbo, katibu wa nyimbo, wapendwa washirika wote, mwaka huu tumepata nafasi ya kuhitimisha mafunzo ya miaka miwili ya wanafunzi wa Kipaimara. Watoto hao wamefundishwa imani ya Kikristo na wamefahamu wokovu wao kwamba unapatikana kwa Yesu Kristo. Leo tumefika hapa ili kuthibitisha ubatizo wao ambao walibatizwa wakiwa watoto wadogo. Naomba yukie babauni. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Pili wa Jimbo, niombe kukukaribisha ili utusaidie kuwapa watoto wetu huduma ya Kipaimara. Mungu yu mwema kila wakati. Niombe wazazi na wadhamini watoto hawa pale mliposimama. Basi kwa niaba ya kanisa tuwape neno la shukrani. Tangu mlipowaleta watoto hawa madhabahuni pamoja na wadhamini kuwapa wajibu wa kuendelea kuwalea, mnaendelea kuwatunza na pia mkahakikisha pia wanakwenda darasani, na kama mchungaji alivyosema tunahitimisha katika darasa hili la Kipaimara kwa wao kukiri wenyewe kile ambacho mlikiri kwa niaba yao. Hongereni sana, naomba tuwapongeze kwa mazito matatu. Wapendwa vijana mnaotegemea kubarikiwa siku ya leo, mliopokelewa na Bwana wetu Yesu Kristo kuwa wanawake Mungu katika ubatizo mtakatifu, na katika ubatizo huo ninyi ni washirika wa kanisa lake takatifu. Leo mmesimama hapa kuthibitisha ubatizo wenu na kukubali kuwa washirika wa kanisa. Kwa hiyo ninawaomba mkiri wenyewe imani ya Kikristo ambayo kwayo mlibatizwa mlipokuwa watoto wadogo, baada ya maswali yafuatayo. Swali la kwanza linawauliza: je, waamini ya kuwa Yesu Kristo amekufia na kufufuka kwa ajili yako? Swali la pili: je, u tayari kuwa mfuasi na shahidi wake Kristo mbele ya wenzako na kumshuhudia mbele ya watu wote kwa maneno na matendo ya upendo? Kama ndivyo, kujibu ndio, kwa msaada wa Bwana niko tayari. Je, waamini Mungu mmoja, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Kama ndivyo, mjibu ndio, tunaamini hivyo. Basi tulithibitisha hilo, naomba mageukie washirika na mkiri kwa wazi mnachokiamini kama ushuhuda wenu kwa watu wote. Imani ya mtume. Tumpongeze tena kwa kukiri vizuri. Nasimama mgeukie madhabahuni. Swali la mwisho linauliza: je, namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote? Na kama ndivyo, mnijibu kwa kusema ahadi ya ubatizo. Wapendwa kanisa la Mungu, sisi sote tuwaombee hawa
ndugu zetu, Mungu awajalie kuishi katika imani na ahadi hiyo kama walivyokiri. Tusimame tuombe kwa ajili yao. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Mungu wa milele, umewalinda wenzetu hawa katika agano la ubatizo na kuwasamehe dhambi zao. Tukusihi wajalie kudumu katika imani yetu ya Kikristo na kutumikia siku zote za maisha yao kwa uaminifu. Wajaze na kuongoza kwa Roho wako anayetupa hekima na ufahamu, na kuwafanya kukubali kila shauri jema na kushuhudia kwa ujasiri. Roho wako awape kujua mapenzi na neema yako na kuishi katika kicho cha Bwana bila kuyumbishwa, ili wasipotee bali ufikie mwisho mwema. Kuishi katika kicho cha Bwana bila kuyumbishwa, ili wasipotee bali ufikie mwisho mwema, kuishi nawe daima. Kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, usikie maombi yetu. Niombe sote tuseme: E Bwana, usikie kuomba kwetu kwa ajili ya hawa. Amen. Kanisa, tafadhali mketi. Tutapata taratibu sasa. Tuwe kiongozi jinsi ya kuweza kubariki. Sasa utashika chaki chako hadi baada ya hapo naweza kupokezana kwa sauti ya chini.
kuungama kwa midomo yenu mbele ya Mungu Mwenyezi na usharika huu na kukiri jinsi mnavyoamini, na kwa kuwa mmebatizwa kwa jina la Kristo, basi mimi natangazia ya kuwa mnayoruhusa tangu sasa kushiriki chakula kitakatifu cha Bwana, na nakumbusha kuwa kila mara muwe tayari kupokea sakramenti kwa toba ya kweli na kuiheshimu kwa moyo wa shukrani. Msiishi kinyume cha neno la Mungu, bali mdumu katika umoja wa kundi la Kristo. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sharika tusimame. Wapendwa katika Bwana, ninyi wote ninawasihi msiwakwaze hawa ndugu zetu, bali wasaidieni kuwa waaminifu, wadumu katika imani na kuombeana. Hivyo tuendelee pamoja na Kristo katika upya wa maisha ya Kikristo. Bwana atusaidie sisi sote. Tuombe. Vijana jiokeni madhabahuni. Mwenye vitabu kurasa 376 tunaweza kuomba pamoja. Tuombe. Mungu Mwenyezi, kwa ajili ya Yesu Kristo, kubali sisi wanadamu wenye udhaifu mwingi kuwa wana wako na mashahidi wa pendo lako kuu duniani. Wakubali ndugu zetu hawa Kristo katika jina la Kristo. Kwa hiyo wajalie pamoja na sisi wote maisha mema katika Kristo Yesu. Tuendelee kuomba. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya ndugu zetu hawa ambao wamepokea kuwa washiriki kamili katika kanisa lako. Tunakuomba uwape nguvu kimwili na kiroho, ili wawe watumishi wako waaminifu kwa Yesu Kristo Bwana wetu, aishie na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu milele na milele. Amen. Sharika mketi. Mchungaji kwa ajili ya taratibu kwa ajili ya hiyo. Basi nitaomba, tuna utaratibu wa kuwavisha mashada. Nitaomba mstari wa mbele sababu mstari mbili tuanze mmoja baada ya mwingine. Sawa sawa? Ndio. Basi naomba wale mbele mgeukie washarika, mje kuvalishwa mashada. Wanaohusika na mashada basi wafike waweze kuwavalisha kila mmoja shada moja. Mstari wa mbele mgeukie. Sogeni hatua moja mbele kidogo. Tosha. Ukija na shada moja unavalisha, unaondoka, sio kukumbatia na mtu mwingine. Basi mtu bebe pole pole hapa. Msaidia tumeanza na wale wasichana. Kwa msaidia ambao ni wasichana tu, kwa hiyo wale wasichana ndio wafike na mashada yao. Hallelujah.
Umeshavaa? Sababu kama kuna ambaye alikuwa tutatafuta lingine avalishwe. Basi naomba wasichana mwende kwenye viti vyenu wote. Haya, wale wenye wavulana kiokeni sasa mwenye kuwavalisha pia wavulana. Amani ikae nanyi. Inueni mioyo na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Imetupasa tena ni haki kila wakati na kila mahali kukushukuru Bwana mtakatifu, Baba Mwenyezi Mungu wa milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwanza tukutukuza kwa ajili ya ulimwengu wote ulioumba na kuhifadhi katika yeye, kwa ajili ya taratibu ya uumbaji wako na kwa ajili ya vipawa vingi vya neema. Na zaidi ni wajibu wetu sisi tulioanguka kukusifu kwa ajili ya upendo wako hata ukamtoa mwana wako pekee Yesu Kristo, kutoa utu wetu ili aishinde dhambi na mauti kwa kutuweka huru tuwe warithi wa ufalme wake. Baba, tukusifu kwa Roho Mtakatifu wako, kwa kuwa ndani yake tufahamu ya kwamba umetutia muhuri katika ubatizo tuwe wako, ili tupate kutangaza matendo yako ya ajabu uliyotuita kutoka gizani na kutuingiza kwenye utukufu wa nuru yako. Kwa hiyo sisi nasi tujiunga pamoja na malaika wakuu na mababa, manabii, mitume na mashahidi na jeshi la mbinguni, pia tukikutukuza na kukusifu daima tukisema: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hosiana mbinguni, heri anayekuja kwa jina la Bwana. Hosiana. Utukufu una wewe, Baba wa mbinguni, ambaye kwa rehema zake kuu ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo, ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Utusikie Baba, tunakusihi, ili sisi tunapopokea mkate huu na kikombe hiki, kama mwana wako alivyotuamuru tuwashiriki wa mwili na damu yake thamani kwa wokovu wetu. Akawapa wanafunzi wake akisema: Twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, na kisha kushukuru akawapa wanafunzi akisema: Nyweni nyote katika hiki, kwa kuwa hii ndio damu yangu ya agano jipya imwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Baba, kufa kwake tukutangaza, kufuka kwake tukukiri, kurudi kwake tukutazamia. Utukufu na wewe Bwana. Kwa hiyo Baba, tukutolea sifa na shukrani zetu kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyejitoa msalabani kwa ajili yetu mara moja. Tukushukuru Baba kwa ajili ya kufufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni, ambapo utuombea daima na utukubali katika yeye. Tukusihi tujaze Roho Mtakatifu wako, ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambalo unalikusanya kutoka mataifa yote. Kwa yeye ndani yake iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu daima hata milele na milele. Amen. Baraka na shukrani na uweza zina Mungu wetu hata milele na milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike
Mkate tumegao ni ushirika na mwili wa Kristo. Mkate ni mmoja, sisi tulio wengi mwili mmoja, maana sote tunapokea sehemu ya mkate mmoja. Hatustahili kuitumikia hii meza yako, Bwana mwenye rehema, kutegemea haki yetu wenyewe, bila kwa rehema zako kuu. Sisi hatustahili hata kutoka kwa chini ya meza yako. Wewe ni Bwana, wewe ni asiyebadilika. Sisi yako ni kuwa na rehema daima. Wewe Bwana wa rehema, wewe mwili wa Mwana Yesu Kristo, pamoja na yako. Sisi wenye dhambi tunafanya shughuli na roho, kaishi zote ndani yake ya imani yetu. Amen. Mwana kondoo wa Mungu uchukuaye dhambi ya ulimwengu, turehemu. Mwana kondoo wa Mungu uchukuaye dhambi ya ulimwengu, turehemu. Mwana kondoo wa Mungu uchukuaye dhambi ya ulimwengu. Mpendwa, karibuni tushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo kwa kuwa tumekwisha kuandaliwa wokovu wetu. Amen. Nani mketi? Basi wapendwa, kama nilivyosema watashiriki watoto, lakini swala la sadaka tutatoa wote. Jamani, tuwatie moyo. Swala la sadaka na wote shiriki na watoto. Rafiki zangu, karibuni kwa chakula cha Bwana. Tutashiriki kama ilivyobarikiwa, wanakuwa mbele na wengine nyuma. Njoni au wasichana tu. Chombo tuondoe kwanza. Sioni haya kwa Bwana, tukiwa tunaongozwa na praise. Sioni kwa Bwana, praise pamoja na tarumbeta kwa mwinjilisti.